wa kanisa toka ngazi ya division na ngazi ya union yote ya kaskazini na union ya kusini mwa Tanzania. Unajua ukiwa kwa Mungu tuna marais wengi. Kwa hiyo leo tumebarikiwa kuwa na mapresident hapa wa kanisa letu. Mungu awabariki viongozi. Tunashukuru sana kwa kuweza kutuwezesha mikutano hii na kuruhusu basi mikutano hii iweze kufanikiwa na kufanyika na kufanikiwa katika hali ya ufanisi. Lakini pia tunawashukuru wakurugenzi wote na wa union na wa conference zetu, lakini pia na wale wa fields zile za zamani na mpya, lakini na wachungaji wetu wa mitaa ya sehemu mbalimbali. Lakini pia shukrani zangu za dhati niweze kuzipeleka kwa kanisa letu mahalia, kanisa letu la Magomeni ambao ndio wameweza kutuhosti hapa kwa muda wote wa wiki 3. Kuanzia uongozi, mchungaji Masunya, Mungu akubariki, washiriki wote, wazee wa kanisa 20 wakiongozwa na mzee kiongozi, lakini pia kikundi chetu kizuri cha uimbaji cha ndugu Tumaini na wenzako. Mungu awabariki, mmekuwa nasi bega kwa bega hapa na mambo kwa kweli yamekuwa yameenda vizuri. Lakini pia sitaacha kutoa shukrani zangu kwa shemasi mkuu. Mnaweza msiwe mnamuona hapa, lakini nyuma ya carpet, nyuma ya pazia anafanya kazi kubwa sana. Pia shukrani za dhati zimfikie. Chama cha Wanatape hiki kimekuwa ndio nguzo muhimu ya kurusha mikutano hii na ikaenda mbali. Mungu awabariki sana. Lakini pia na makanisa mbalimbali yaliyohusika kwa namna moja au nyingine kuwezesha mikutano hii. Kamati ya Dar es Salaam Net Event mkiongozwa na mwenyekiti mzee Kadiu na katibu Sherida, pia mbarikiwe sana. Vyombo vya habari kwa ujumla wenu mbarikiwe. Ndugu waongozaji na Niva na Muhamedi tunatambua, lakini pia na dada aliyekuwa anatushughulikia dada Naitwe, tunakushukuru sana. Lakini pia sitaacha kuwa mwema kama nitaacha kumshukuru mama aliyekuwa anatuwezesha huku juu kwa lishe bora kabisa. Mungu ambariki. Wa mwisho na si kwa muhimu, ni mshukuru mke wangu. Wiki 3 hauli nyumbani ni shughuli pevu, lakini amekuwa bega kwa bega na kuniwezesha kufika hapa. Lakini sasa katika masomo yetu ya afya tumesoma mambo mbalimbali. Tumeangalia mambo ambayo yanaweza kutupeleka katika dharura za kiafya kwa rika zote. Sasa mimi ombi langu ni kuomba kwamba kama umesahau kayaangalie hapo YouTube. Yapitie, yasikilize, ukishindwa tafuta ufafanuzi ili tuweze kudumisha kile ambacho Mwenyezi Mungu alipenda tukipate katika mikutano hii. Lakini pia tumeweza kujifunza mazingira hatarishi kwa watoto wetu, na hii nikawasihi kwamba watoto wetu tusiwadhanie kwamba hawa ni waelewa kama sisi tunavyoelewa. Kuna mazingira ambayo wao hawaelewi kama ni hatari, lakini inapokuja kwa swala wakishaingia kwenye shida ya afya inatuathiri wote, wazazi lakini na watoto. Lakini pia tukajifunza mtindo wa maisha ambao tukasema kwa namna moja au nyingine unaweza ukakupelekea kwenye shida ya kupata magonjwa yasiyoambukiza ambao tulisema ni kansa na mauvimbe, lakini pia magonjwa ya mishipa na moyo, magonjwa ya kiharusi, na tukasema haya ndio sasa hivi yanaongoza katika vifo. Asilimia zaidi ya 70, watu zaidi ya milioni 41 kila mwaka wanapoteza maisha kwa haya magonjwa ya mtindo wa maisha. Nikasema jitambue na angalia mtindo wako usije ukakupeleka huku. Sasa basi ishi kwa malengo, lakini pia kula chakula kwa malengo. Huu ndio ulikuwa ujumbe wetu mkuu, na fungu letu usilisahau kwamba Mungu anasema kwamba na afya njema ama wakujue wewe uliye Mungu wa kweli. Hiyo ndio itakuwa afya njema zaidi. Mungu awabariki, tukutane mbinguni kama si hapa duniani. Asanteni sana.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua kama ulikuwepo jana, mimi ni kama niliaga, maana niliwapatia muhtasari wa masomo tuliyoyafanya, lakini tukakubaliana kwamba tuna mpango wa kukutana bandarini wote tukiwa tumekamilika kama familia zetu. Lakini unajua kikwazo kikubwa kinachosababisha haya ni mmomonyoko wa maadili katika jamii ambao shetani ameuleta kama silaha ya kutushambulia. Sasa inawezekana kuna mtu ndiye amefika leo hajawahi kufika hata siku nyingine. Kwa hiyo nilipoambiwa kwamba nina cha kusema, nikachungulia kwenye kikapu changu nione kama nimebakiza hata somo moja la kusema siku ya leo. Na nitazungumza kwa ufupi tu kwa sababu yale aliyosema daktari ya kuwashukuru, kwa kweli hata mimi moyo wangu umebarikiwa, ninakubaliana naye. Sasa nataka nizungumze kitu kifupi tu ambacho kinasema waheshimu baba yako na mama yako kwa dakika hizi chache zilizobaki. Ninapozungumza hapa nazungumza na mtoto mdogo, nazungumza na kijana, nazungumza na mtu mzima, nazungumza na aliye na wazazi na ambaye ana wazazi watu wazima walioko katika jamii. Unajua tunaishi katika kizazi ambacho amri ya kuheshimu wazazi imekosa uzito. Yaani kila kunapokucha wazazi wamepoteza heshima yao, lakini amri ya kuheshimu wazazi inaambatana na baraka. Ndio tunayoipata katika amri ya 5, inasema waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi. Unajua kadiri miaka inavyopita kuheshimu wazazi kumekuwa kama kunapitwa na wakati. Lakini nataka niwaambie kanuni hii katika neno la Mungu haitapitwa na wakati mpaka Yesu anaporudi. Bila kujali utamaduni, bila kujali maendeleo na teknolojia, haijalishi una umri kiasi gani, mzazi anahitaji kuheshimiwa. Mmomonyoko wa maadili unaleta watoto wanaanza kuona kama wanajua zaidi, wanaanza kuona kama kuwaheshimu wazazi kumepitwa na wakati. Na kwa hiyo kizazi hiki kimekosa heshima, kinapuuza mahitaji ya wazazi wanapokuwa wazee au wanapokuwa wagonjwa au watu wazima. Nyie mliozaliwa zamani mnaona kila mara mnakosa nguvu ya utawala kwa watoto, mpaka unasema ni nani anamlea mwingine, ni mzazi au ni mtoto? Na kukosa heshima kwa wazazi kunaweza kuhatarisha mahusiano katika familia. Hali iliyopo ni kwamba wazazi wamepoteza mamlaka yao kwa watoto kila kunapokucha. Zipo hata jamii ambazo sasa hivi hata ukimkanya mtoto serikali inaingilia kati au jamii inakukemea. Sasa unajiuliza kwamba mtoto wa chini ya miaka 18 haruhusiwi kuwa na leseni ya kuendesha gari, haruhusiwi kupiga kura, lakini anaruhusiwa kufanya maamuzi juu ya hatima ya maisha yake katika familia, na mzazi anakosa nguvu ya kumsaidia. Kwa hiyo sisi kama jamii ya Kiafrika, nataka niwaambie sio kila kitu kinachotoka majuu kizuri. Tusiangalie kwa kuyatamani. Kadri tunapokosa nguvu ndivyo tunavyoshindwa kuingia katika bandari tukiwa pamoja na familia zetu. Watoto wanapokosa kuheshimu wazazi wanakosa nguvu ya kuadibisha, wanakosa nguvu ya kuwaelekeza. Na Biblia imesema hivi kwamba kutotii wazazi ni moja ya dalili za nyakati za wakati wa mwisho. Kwa hiyo tunapoandaa kanisa, tunapoandaa ulimwengu kwa ajili ya wakati wa mwisho, tushikilie maadili, na serikali zetu ziendelee kushauriwa kuwapatia nguvu wazazi ya kuendelea kulea, sio wazazi kulelewa na watoto. Na kwa namna hiyo hata sisi watu wazima ambao tumekwisha kuwa watu wazima, mzazi anatakiwa kuendelea kuwa na heshima. Biblia inasema hivi, lakini tambua hili, katika Timotheo ya pili sura ya 3 fungu la 1 na la 2 anasema, lakini tambua hili, kutakuwa na nyakati za hatari katika siku za mwisho. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao. Mungu anahitaji watoto katika siku za mwisho waandaliwe kuwa na adabu, maana wale wanaowatii wazazi wao ni rahisi kumtii Mungu wa mbinguni, ni rahisi kusikiliza maelekezo ya Mungu. Na wazazi wanaheshimiwaje? Wanaheshimiwa kwa ajili ya cheo chao tu kama wazazi.
Biblia haijasema kwamba watakapokuwa wazuri, watakapokuwa wazima, watakapokuwa wana afya, kile cheo chao kama wazazi Mungu amewalinda. Mambo ya Walawi 19 fungu la 3 anasema kila mtu amche mama yake na baba yake. Wanahitaji kuonyeshwa heshima kwa maneno na matendo. Unajua unawapatiaje heshima? Unathamini ule utu wao. Kuwaheshimu ni zaidi ya kuwatii, maana unaweza ukatii lakini moyoni huna heshima. Heshima inapokuwa ndani ya mtoto, unamheshimu mzazi hata kama akili yake huenda haiko tena vizuri wala hakuelewi, amezeeka vya kutosha, lakini heshima yake unailinda. Anakuona hakuoni, unamheshimu. Na nataka niwaambie, wapo wazazi wengi wameingia kaburini wakiwa na huzuni kwa sababu watoto waliwakosea sana, waliwakosea heshima, waliwadhalilisha, walilia mpaka wakaingia kaburini. Kizazi kinachomcha Mungu tunapaswa tuendelee kuthamini utu wa wazazi. Watoto, mkubali kutiishwa na mamlaka ya wazazi wenu katika Bwana, lakini na hata kama hawamjui Mungu, basi wapatie heshima yao kama wazazi, huku ukimheshimu Mungu, maana Mungu anapendezwa na watoto wanaomheshimu mzazi wao lakini wakimheshimu Mungu, maana ndiyo haki. Ndivyo Waefeso sura ya 6 fungu la 1 anasema. Kwa hiyo tuna deni katika maisha yetu sisi wote kuwashukuru wazazi wetu wakiwa hai au wasipokuwa hai. Siku hizi hebu ingia kwenye basi, unaona watu wanasukumana, bibi kikongwe anatetemeka anataka hata kuanguka, kijana anatafuna bigiji, anasikiliza simu, amekaa kwenye kiti, hawezi kumpisha mtu mzima. Haya maadili sio yetu, yametoka huko. Na vitu vidogo vidogo vinapoingilia katika jamii, ndivyo hivyo vinavyotengeneza maadili yaliyomomonyoka, na kesho tutakuwa na wazazi hawa ambao hawakuwa na maadili. Nipende kuwatia moyo kwamba inampendeza Mungu tunapowaheshimu wazazi ambao Mungu ametupatia. Na yapo mafungu mengi katika Biblia yanayotuelekeza kuwatii wazazi. Wakolosai 3 fungu la 20 anasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika kila jambo, kwa maana hili ni la mpendeza Mungu. Kwa hiyo wasiowatii wazazi, Biblia pia inawapatia laana. Na ndio maana huenda familia nyingi zimebomoka, labda ni hizo laana zinazotufuata. Siku moja rafiki yangu mmoja aliniambia, wakati huo tulikuwa tunamuuguza baba na mama wote, lakini huyo rafiki yangu akaniambia, dada yangu, fanya na hata usije ukanungunika hata siku moja. Akasema kumtunza mzazi ni ibada, kwa sababu wanaomwabudu Mungu watakuwa na upendo kwa wazazi wao na watawaheshimu katika maisha yao yote. Kwa kweli wazazi, unajua kabisa upendo wanaotoa kwa watoto haugawanyiki, wanaotoa kama ulivyo wote, na Mungu anatutegemea tufanye hivyo, na Mungu atatuweka chini ya ulinzi vizuri, na wazazi wetu watakuwa na amani na furaha, na baraka za Mungu zitaambatana nasi. Ninapohitimisha hivi, ninajua tunaweza tusipate nafasi ya kuzungumza hapa tena hata siku nyingine, maana hili somo sasa nataka kuishia hapa katika vionjo hivi. Ninatamani hata Mungu atusaidie katika ile bandari nzuri, tukumbushane. Kuna watu nitamani kuwasalimia humu ndani na wengine tutamani kusalimiana, lakini siku moja tukiwa katika ile bandari kuu, uniguse, unikumbushe Mama Mitekaro tulionana katika Danet event, ndipo furaha yetu itakamilika. Mungu na wabariki. Tuombe tunapohitimisha kipindi hiki. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ni Mungu uliyetuandalia mema katika changamoto za maisha haya. Bwana, unaendelea kutuneemesha na kutuadibisha ili tujiandae kwa makao yale mazuri. Tusaidie kuchukulia kwa umakini mausia yako, ili siku moja tuandaliwe kwa ajili ya makao ya milele, katika jina lake Yesu, amen.
Dar es Salaam NET Event 2025. Dar es Salaam NET Event 2025. Basi tusimame wote, tusimame, naona watu wanaanza kusinzia. Tusimame wote tuimbe wimbo wetu wa mkutano Nuru ya Matumaini. Hata kwenye vituo imba pamoja na sisi kwa sauti na kwa furaha, Nuru ya Matumaini. Katika giza uko mbele yetu, njiani kuna miba na mabonde, kuna mashaka na kuangamia. Fungua macho utazame nuru, uongozwe ufike salama. Ndiyo nuru ya matumaini, yatuongoza tuwe jasiri, twafarijika kwenye mioyo yetu. Tuwe imara, tusonge mbele, ndiyo nuru ya matumaini, yatuongoza tuwe jasiri, twafarijika kwenye mioyo yetu. Tuwe imara, tusonge mbele. Kuna tumaini kwa watu wote, kutufikisha kwenye utukufu. Tukikubali kufuata nuru, tuko salama, hatutaogopa. Japo tupate shida na majonzi, hatutachoka, tutasonga mbele. Tutatazama nuru mbele yetu, ni hakika tutafika mwisho. Ndiyo nuru hii, twafarijika kwenye mioyo yetu. Tuwe imara, tusonge mbele, ndiyo nuru ya matumaini, yatuongoza tuwe jasiri, twafarijika kwenye mioyo yetu. Tuwe imara, tusonge mbele, tuwe imara, tusonge mbele, tuwe imara, tusonge mbele. Amen. Bwana asifiwe. Wakati umefika wa kuweza kuagana. Bwana asifiwe sana. Mimi nitahubiri tu sermoni mbili peke yake, alafu niwaache. Mko tayari? Sioni kama kuna haja ya swali. Mnataka swali kweli sahihi? Mnataka swali? Daktari anasema hapana, maswali watia hapo baba. Lakini watu wengi kanisa hili yetu ni ya mikono. Hebu nione wangapi wanataka swali? Ni wangapi hawataki swali? Daktari peke yake. Hiyo wow, they have it. Anyway, ni rahisi. Ile jana tulizungumza kuhusu watu 4,000 ambao walilishwa na Yesu Kristo na walipewa mikate mingapi? 7. Hii ni rahisi, ili daktari afurahi. Sasa niulize, walipokula na wakamaliza, mikate iliyokotwa vikapu vingapi? Ni mikate vikapu vingapi viliweza kuokota na wanafunzi? A 5, B 7, C
12. Wale wanasema ni 5 mkono juu, 5 5 5 hakuna. Wale wanasema ni 7 mkono juu, 7 7 hakuna. Wale wanasema ni 12 mkono juu, 12 12 12. Asante sana, wote mumeanguka. Wacha tusome neno. Kitabu ni cha Mathayo 15. Mathayo 15. Mathayo ni 15. Naona daktari alikuwa amewaokoa, muachana na hii maswali mukakataa. Sasa ona, anawachekelea. Sikia vile anavyosema. Kitabu ni cha Mathayo 5. Tusome fungu gani? Hebu tusome fungu la 36 na 37. Matthew 15 verse 36 na 37. Akaitoa ile mikate 7 na vile visamaki, akashukuru, akavimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa makutano. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate makanda 7 yakajaa. So ilikuwa ni 7. Nao waliokula, fungu la 38, walikuwa wanaume 4,000 bila wanawake na watoto kuhesabiwa. Kwa hivyo ni 7. Na najua tu si ati mko wabaya sana, mnachanganyikiwa na ile 5,000. Na nilijua tu jana. Na nikawaambia nitatoa hapo. Sasa oneni. Asante sana, nimeshukuru sana kwa wakati tumekuwa pamoja. I know for sure nimewaterrorize. Kama kuna watu wamekuwa terrorized na mhubiri, ni haya mahubiri ya Dar. Nimewaterrorize kila siku na swali mnafikiri ni hapa, mnakuta ni huku. Kwa hivyo ninawahurumia na sitawauliza swali lingine kutoka sasa kuendelea. Amen. Lakini mmejaribu, hamukufa moyo. Mpaka saa hii dakika ya mwisho bado mnangangana, hata mkianguka wote tunamngangana. Kwa hivyo hiyo imani ni nzuri na mna moyo wa kufanya kazi ya Bwana na kujibu maswali hata kama ni mangumu. Hata hivyo nashukuru sana. Sasa asubuhi nimesema nina sermon 2. Ya kwanza ni kusummarize ya asubuhi. Wakati kijana aliposemekana kufanyiwe sherehe, yule kijana mkubwa hakuwa nyumbani. Alikuwa shambani. Aliposikia vigelegele, akaja, akauliza nini kinaendelea, akaambiwa ndugu yake amefika, akakasirika sana. Na hakuja nyumbani. Baba yake akaenda, akamuongelesha na akasema siingii. Akaulizwa mbona? Ndugu yako alikuwa amekufa, amefufuka. Alikuwa amepotea, amepatikana. Akasema dadi, nimekaa hapa kwa hii nyumba yako na hakuna siku hata umenipatia kakuku tu mimi niweze kusherehekea na marafiki zangu. Lakini huyu kijana ambaye ametumia vitu zake kwa njia mbaya ya uasherati ndiye unayesherehekea. Na unajua hiyo sura 15 inamalizikia na huyu kijana akiwa amekasirika. It was never concluded. The story was never concluded. Hiyo hadithi haikuisha. Maana ni wewe umeachiwa uiendeleshe. Hii inaitangwa the big boy or the elder son syndrome. Huyu ndugu mkubwa alikasirikia ndugu mdogo. Na imekuwa hivyo sana sana kwa Biblia. Wale ndugu wa Joseph walimkasirikia, wakarusha yeye kwa shimo, wakauza yeye, akajikuta Misri. Na wakaambia baba yake aliliwa na wanyama. Ndugu wakubwa waligandamiza yule mdogo. Daudi ameenda kule kuna vita. Na ndugu zake wakubwa wakasikia akiulizia mambo ya Goliathi. Na wakamkasirikia, wanamuuliza unafanya nini hapa? Si wewe unastahili kuwa unachunga kondoo yako pale. Sasa hapa kwa vita unafanya nini? Daudi akauliza nimefanya makosa gani? Big brother. Hata kanisani tuko na hiyo shida. Mtu ameingia leo, aonekana ni mjuaji, tutakuuliza uliingia kanisa lini? Unajua tumekaa hapa muda gani? Pastor ametransferiwa, amekuja kwa district fulani, unapata wazee wanamgandamiza kabisa, maana wao hii kanisa wamekuwako na wameona wachungaji wengi wakija na wakienda. Watu wengine unaona wewe uko sawa, mimi nimeamini leo, hakuna kitu niko nacho, unanigandamiza kwa sababu nimeamini leo. Kile ningewaomba ni ya kwamba tukubali hawa ndugu zetu wakirudi, wale ndugu zetu wakijaribu kuinuka, tuwasaidie tuinuke pamoja na Yesu atatubariki. Hiyo ni sermon ya kwanza. Ya pili ambayo ni ya kuaga ni Marko. Kifungua kitabu cha Marko kuna hadithi pale. Na hii hadithi Yesu mwenyewe alifanya jambo la pekee sana kwa sababu aliwatuma wanafunzi. Neno linasema ni Marko 11 fungu la kwanza. Anasema hata walipokuwa Yerusalemu karibu na Bethfage na Bethania,
kukabili mlima wa Mizeituni, aliwatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake mara mtaona mwanapunda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado, mfungueni. Kwa sababu ya wakati, enda umalize hiyo hadithi, lakini nitakuelezea. Yesu anakaribia Bethfage na Bethania, lakini akatuma watumwa wawili, akawaambia, enendeni katika kile kijiji kiko mbele yetu pale tunakoelekea, na mtapata mwanapunda mmoja amefungwa. Huyo mwanapunda mkienda pale mfungue. Lakini wakati mnapoendelea kumfungua, kuna watu wengine watakuja, na watakapokuja watawauliza mnafanya nini. Muwaelezee the master. Sema the master. Semeni the master. Haya, Kiswahili inasema fungu la 3, na mtu akimwambia mbona mnafanya hivi, semeni Bwana ana haja naye. Sema Bwana ana haja naye. Sema the master. Unajua kama ninahubiri kanisa la Pentecost niwaambie waseme Bwana ana haja nawe, ungesikia kama gurumo. Bwana ana haja nawe. Niwaambie semeni the master, wangesema the master. Alafu uende kwa Adventist ambao wanaenda mbinguni baada ya miaka hii tumeishi hapa duniani, uambie sema Bwana ana haja nawe. Bwana ana haja nawe. Sema the master. The master. Ni kama hata sisi hatukuange shua. Mko shua kweli? Wacha tujaribu. Sema the master. The master. That's what I'm talking about. Sema Bwana ana haja naye. Sema tena. Yes. Akawaambia, mkiulizwa kwa nini mnamfungua mwanapunda, muambie Bwana ana haja naye, anataka kumtumia, na akimaliza atarudisha. Wakaenda, Biblia inasema fungu la 4, wakaenda na wakapata wale watu ambao sio wenye punda, ni wapitaji ambao wanashughulikia business za wengine, sio wao, lakini unasomesha watu wanajali business sio zao, na unawaambia mind your own business. Unajua kuna watu wengine wamekonda kwa sababu ya vitu sio zao. Tunawashauri, kondeshwa na mambo yako mama, kondeshwa na mambo yako. Kama ni udaku, kondeshwa na udaku wako. Wachana ya jirani, itakuua. Konda kwa kujali mambo yako ya jirani. Sasa hao watu wako hata wakati wa Yesu. Na Yesu akasema, mkimfungua huyo mwanapunda, mfanye nini? Mumlete. Na wakafungua na wakamletea Yesu. Alipoletwa kwa Yesu, akamkalia. Yesu akakalia punda. Alipomkalia huyo punda, Biblia inasema nini? Kabla tujasema vile ilifanyika, huyu unayesikia, huyu mwanapunda alikuwa amefungwa pale kwa muda mrefu sana. Amekula nyasi imeisha, amekula hata mizizi imeisha, ni mchanga peke yake umebaki, dust pale ndio imebaki. Lakini Yesu amesema enendeni mkamfungue. Alipokuja kwa Yesu, neno la Mungu linasema fungu la 7, wakamletea Yesu yule mwanapunda, wakatandika mavazi yao juu yake, akaketi juu yake. Watu wengi wakatandaza mavazi yao njiani, na wengine matawi walioyakata mashambani. Nao watu waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, umebarikiwa na ufalme ujao wa baba yetu Daudi, Hosana juu mbinguni. Bwana asifiwe. Mwanapunda yalipoletwa, Yesu akamkalia. Alipomkalia akaanza safari. Hebu niwaulize, mwanapunda anaelekea wapi? Nani anajua? Anaenda wapi? Anapeleka Yesu wapi? Yerusalemu. Nani aliambia punda nipeleke Yerusalemu? Hakuna mahali tunaona Yesu aliambia punda we twende Yerusalemu. Hakuambiwa. Lakini the moment Jesus sat on that donkey, yule mwanapunda akaanza kupata sense of direction. Wakati Yesu amekalia huyo mwanapunda, akaanza kukanyaga. Mambo yalifanyika kwa huyu mwanapunda. Amekuja kwa Yesu, Yesu amemkalia, amepata direction, akajua huyu ataenda Jerusalem. Ukienda hapa nje, kuna magari utaona. Mnaona magari hapa nje hapa? Hapa iko magari na pande ile nyingine. Nimeenda hapo nikaona kuna magari. Lakini pia ukiangalia pale pande hii kuna magari mengine yamesimama yote.
Alafu ukiangalia kuna ingine hata saa hii inapita. Mnaona hiyo magari inapita? Wacha niwaulize. Kwa nini ile magari inapita haijasimama kama hii ingine? Sasa pastor, mbona unatuuliza swali ambao ni obvious? Sio obvious. Siwezi nikauliza swali obvious. Wewe fikiria kwa nini hii magari ingine na ni magari kwa nini inapita? Do you know why? Huyo magari imepita hapa. Na nimekuwa tangu asubuhi, kuna magari ilisimama tangu asubuhi na mengine inapita kama saa hii, ukiangalia hiyo inapita saa hii. Do you know why that car is passing by na haiko kama hizi zingine hii yote? Ni kwa sababu mwenyewe si wa hapa. Ni kwa sababu mwenye ile magari inapita saa hii si Msabato. Angekuwa Msabato angekuwa hapa. Na kama mwenye Sabato angekuwa hapa ndani, na hayo magari yangekuwa hapa ndani yamesimama. Because gari inaendanga kule mwenyewe anaenda. Hata saa hii ukichoka na mimi uamuke, tuone gari imeenda, tumejua umeenda. Si gari linaendanga, ni wewe unaendanga. Naye Yesu mwenyewe wakati amekalia punda ataenda kule Yesu alikuwa anaenda Yerusalemu kuuawa, na punda ameanza safari. Lakini pia uzuri mwingine ni kwamba punda hajasikia nyimbo, hakuna sherehe amefanyiwa kwa uimbaji, lakini kwa sababu Yesu amemkalia, watu wakaanza kuimba bila kuambiwa imbeni. Hakuna mahali wameambiwa waimbaji John, walijikuta wanaimba. Bwana asifiwe. See, when the master sits on you, unaanza kuenjoy nyimbo ambazo hujatunga. Bwana asifiwe. Hiyo iwapita. Wakati Yesu anakukalia, wakati umemruhusu akutawale, unatandikiwa manguo ya wenyewe ambao haingekanyangwa na wewe. Wakati Yesu amekubariki kwako, wakati kale kasichana kalikuwa kanapita hapa kamekuwa kijana, alafu kamepata kijana, alafu inakuwa ni siku ya harusi, unaona watu wanakuja kulala kwako, na hawakuwa wanakuja siku zingine. Watu wanakuja, na hata msichana anatoka kwa nyumba wanasema hakanyangi chini. Unaona anatandikiwa vitu au anabebwa bibi harusi. Wakati huo unaona kila mtu anataka aone bibi harusi, na ni msichana amekuwa na yeye hapa, hata humwangaliange mara mbili. Lakini saa hiyo anaondolewa watu, kwa sababu siku imefika when the master sits on you, unasikia wimbo kwako ambao haukuweza kusikia before. Wakati master, sema the master. Wakati master amekukalia, unaanza kwenda safari ya Yerusalemu ambayo haukuwa umepanga. Akajikuta akienda mjini. Huyu mwanapunda alikuwa amefungwa kwa siku 2. Alikuwa amefungwa kwa mwaka mmoja. Alikuwa amefungwa kwa muda. Lakini kwa sababu Yesu yupo, alipomkalia na Yesu alipogundua habari zake akasema afunguliwe. Sasa anaenda bila kufungwa. Bwana asifiwe. Wakati umemkubali Yesu aingie ndani yako, minyororo yote ya shetani inafunguka. Wanaokufunga wanafungukwa, wanaletiwa go, they are let to go, kwa sababu sasa si wewe bali ni Yesu. Wakati unasikia Pastor Munene anahubiri na nguvu, ukimuuliza asakwambia sio yeye, it's the master. Sema the master. Na wewe wakati unasikia hubiri limehubiriwa na unajikuta ukisema amen, wacha kushangaa yule anasema amen, ni kwa sababu ya nani? The master. Sema the master. Wakati master ametawala mke wako, usifikiri ya kwamba hawezi akawa sawa. Ako sawa kwa sababu ya the master. Wakati unaona kanisa linaendelea, na wakati unaona watu wanatoa fedha zao, si kupenda kwao, but because of the master. Wakati anakutawala roho yako, hata pesa zako anazitawala, na unajikuta unaleta na unasema wacha zifanye kazi ya Bwana, because of the master. Yesu akaenda na huyu mwanapunda kule Yerusalemu, na Yesu akaangikwa. Sioni mahali Yesu alirudisha yule mwanapunda. Na hiyo swali ndio nimekaa na nitauliza Yesu tukienda mbinguni, unakopokanga ile punda, si ulisema utarudisha? Mbona Yesu hakurudisha? Kwa sababu ukifunguliwa kwa minyororo ya shetani, Yesu harudishangi wewe kwa shetani. Bwana asifiwe. Hana wakati wa kurudisha kwa shetani. He is the master. Oh, how I wish ya kwamba leo hii Mungu afungue ndoa ambazo zimefungwa. Ndoa ambazo zimefungwa Yesu akazifungulie. Oh, how I wish Yesu atafungua huyo kijana wako amefungwa, Yesu amufungulie. Msichana afunguliwe na Yesu. Hata sisi washiriki wale tuna hold back kazi ya Mungu, Yesu awakalie. The master akikalia wao watu, utaona kazi ya Mungu ikienda mbele. Bwana asifiwe. Unajua hiyo kisa ilipoisha,
I think punda alirudi kwao kwa sababu mnyama anajiwanga njia ya kurudi kwao, amerudi kwao nyumbani. Lakini kuna siku ingine nika story tu akasioni kama kako kwa Biblia. Na sijui kama nika ukweli, lakini nikatamu tu niwaambie. It is up to you. Sasa huyu punda alirudi Jerusalem. Siku ingine Yesu aliendaga, huyu punda akarudi huko Jerusalem, akafanya tu shughuli huko Yerusalemu. Hakuna mtu aliimba kitu, hakuna mtu alitambua yeye. Alafu akakaa akaona huku hakukaliki, akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani akakutana na mwanapunda mwingine. Akamuuliza, unajua mimi niko na swali. Uliza. Juzi nilienda Yerusalem. Na hakuna mtu alinisalimia. Wale walikuwa naimba hosana hawakuimba hosana. Nguo zile walikuwa nazo wako nazo hakuna mtu alishughulika, nikanyage. Nikaenda Jerusalem, hakuna mtu alinotice niko Jerusalem na nikarudi. Do you know why? Ni kwa nini hawakufikiria mimi ni wa maana? Huyu punda mwenzake akamuuliza, ulikuwa umebeba mtu? Hapana. Ndio sababu. Ile wakati si wewe uliimbiwa, ni yule ulikuwa umebeba. If you are alone without the master, nobody cares. You have value because of who? The master. Amen. Unataka kanisa lako liwe na value, let the master be Jesus. Wacha Yesu atawale, na akitawala na kwambia hakika utakuja kufurahia kazi yake. Bwana asifiwe sana. Nimeshika hii simu kwa sababu kuna ujumbe nataka nisome alafu nimalize. Kuna ujumbe hapa. Na ni vizuri mjue what is going on. Mko tayari? Haya. Acha tu saa hii. Kwani imeenda wapi hiyo ujumbe? Hey? Sawa. Thank you. Sikia. Asante sana. Mimi naitwa Pastor Sulemani Moshi. Ni mchungaji wa mtaa wa Namwawala. Kuna marafiki zangu toka Msumbiji, kambi ya wakimbizi, wamechangia 50,000 shilingi 50,000 kwa mikutano ya Darnet event, kwa vile wamebarikiwa. Amen. Kambi ya wakimbizi ambao wamesikia ujumbe huu, and because the master have sat on them, wamesema wamesupport hii mkutano na 50,000. I think that's something. Kwa nini nawasomea hiyo? Kwa sababu kuna wengine hatujakimbizwa na mtu. Hawa ni wakimbizi. Wewe hukimbii kitu, hujakimbizwa na mtu, na labda hauombei mkutano na hauko. Ombi langu ni kwamba Bwana atusaidie, we support mikutano kama hii, tukusupport mikutano ya nyumba kwa nyumba, tukusupport maombi ili kazi ya Mungu ifanyike, Yesu arudi, tuende nyumbani. To support our brothers ambao wanarudi nyumbani, na tuweze kumruhusu Yesu atukalie, akitukalia tuko sawa. Asanteni sana kwa kitabu cha Danieli. Sasa vile tulisema tutaisoma, si mtasoma sasa, na kitabu cha Ufunuo hadi wakati mwingine. Bwana awabariki.
mbele yetu kuna shimo